Awali ya yote namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kunipa nafasi hii leo, na nashukuru pia viongozi kwa hiki ambacho wameandaa leo. Ni kitu kizuri kwenye timu, hasa kwa wachezaji, kwa sababu inaleta changamoto nzuri kwenye timu kwa maana ya ushindani baina ya wachezaji kwa wachezaji, kwa sababu kuna mafanikio binafsi na mafanikio ya timu. Kwa hiyo nimpongeze Mr. Kibwana kwa kuleta hii idea ya kuandaa hii tuzo, na nafikiri italeta chachu kwa watu wengine, kwa maana ya makampuni pamoja na vilabu vingine kuweza kuiga hiki ambacho tumekifanya leo. Na kwa sababu hawa ni mabinti zetu ambao wanapambania ndoto zao, tutapata kuona wadhamini wengi ambao watafurika sasa kwenye soka la wanawake kuwekeza kuhakikisha kwamba wachezaji wanatimiza ndoto zao na kuweza kufikia malengo yao, kwa sababu mtaani kuna vijana wengi ambao wanatamani kufika huko tulipofika. Kwa sababu mimi binafsi nilikuwa mchezaji na leo hii nimekuwa kocha, kwa hiyo ni mfano mzuri kwa watu wengine, ni mfano mzuri kwa watu ambao wako mtaani ambao wanatamani kufika huko tulipo. Hatuwezi kusema kwamba tumefanikiwa sana, lakini kwa kiasi kikubwa angalau tumeweza kusogea, na naamini tutafika mbali zaidi. Kingine naweza kuwashukuru wachezaji kwa msimu mzuri, na tumekuwa sehemu ya kuleta kikombe cha kwanza kwa maana klabu yetu tulivyoshinda Samia Cup pale Arusha. Haikuwa jambo rahisi kwa sababu tulipoteza takriban wachezaji 15 msimu uliomalizika, lakini tukarudi tukiwa imara, na mimi mwenyewe nikawa nimerejea baada ya kuondoka kwa misimu miwili nafikiri. Kwa hiyo nimerudi na nimeweza kuitengeneza timu kwa kiasi kikubwa. Naweza kusema tumefikia 70% na tumeweza kushinda kikombe pale Arusha, na ni mashindano ambayo yalishirikisha timu ambazo ni Big 4 kwenye ligi yetu. Zilikuwepo Fountain Gate, Yanga Princess, JKT na Simba. Kwa hiyo kushinda kikombe mbele ya magwiji wenzio manake uwe ni bora pia. Kwa hiyo niwapongeze wachezaji kwa kile ambacho wamekifanya. Wameka historia kubwa katika klabu, kuwa sehemu ya wao kuleta kombe kwa mara ya kwanza katika klabu hii kubwa ya Yanga Afrika. Bila kusahau, maana najua watu wengine mtakuwa mmesahau, msimu nimefundisha timu mbili za Yanga, ya wanaume na wanawake. Nataka kuwakumbusha. Kwa hiyo hayo ni mafanikio ya kwangu mimi binafsi, na hilo haliwezi kutokea kwa kila mtu, na wala halitokei bahati mbaya. Mimi ni kocha mkubwa, nimeenda kufundisha wachezaji wakubwa kama akina Zikia, akina Pakome, Chama, Aucho. Sasa kama wewe uko mtaani una kocha wako ambaye ameshamfundisha Pakome, akamfundisha na Aragash kwa wakati mmoja, basi CV yangu nitakapokuwa inasoma sasa hivi kwamba mimi ndio kocha pekee niliyefundisha klabu moja kwa upande wa wanaume na upande wa wanawake. Nafikiri CEO yuko hapa na Vice President alipambana sana kunirudisha kwenye klabu, na Rais nafikiri Vice si ya kuangusha, na nimekupa kombe kwa mara ya kwanza. Umeandika makala ndefu sana baada ya kuleta ile kombe, na ulichokuwa unakifanya kupambana mimi kurudi, nafikiri binafsi haunidai, lakini msimu ujao na kuahidi tutapambana kama timu na tutaleta kombe kwa mara ya kwanza, na tutarudi sehemu kama hii kuja kushangilia tena. La mwisho kabisa, Vice President, nikupe maua yako kwa namna ambavyo unajitolea kwenye hii timu, akiwepo pia Mr. Kibwana. Alikamwe yupo kidogo anakuwa in out, anawasema sema wakati mwingine ananyamaza, lakini wewe na Kibwana mmekuwa mstari wa mbele kuhakikisha kwamba hii timu inafika hapa ilipo, bila kumsahau rais wa klabu yetu Engineer Saidi. Kwa bahati mbaya leo hapa yupo, lakini nafikiri atakuwa yupo kwenye TV anatizama. Mmefanya kazi kubwa sana. Niwaombe tu kwamba huko mtaani watu washaanza kuogopa Yanga Princess. Sasa tusirudi nyuma, twende mbele na sisi tukapambane kwa ajili ya kupata wachezaji bora, tutengeneze timu imara. Kocha unaye, sasa pambana kutafuta wachezaji wazuri, wala usina shaka. Kwa hiyo mbona kama kuna kelele huko nyuma, hamwamini kama mimi ni kocha mzuri? Vice,
wewe ndio timu pekee kwenye ligi kuu ya Tanzania upande wa wanawake, kocha wako ana leseni ambayo amesoma Ujerumani. Kwa sio jambo dogo. Yaani mimi nimetokea Machame lakini nimesoma Ujerumani. Kuna mtu mwingine kasoma China anafanya kazi Bamaga. Kwa hiyo niwashukuru tena na niwashukuru mashabiki wa Yanga Afrika kwa kutupa support kwa maana msimu mzima, na niwapongeze wote ambao mmekuja hapa leo na watakia kila laheri. Mwenyezi Mungu awajalie, tutaonana wakati mwingine. Asante sana. Amina na asante sana.